Naomba mwanamke au mwanaume ambaye ajitambue asisikilize hii post. Hii post ni kwa ajili ya wanaume wachache ambao wanajielewa. Nataka nikupe vitu vikuu 4 vya msingi vya kuzingatia kabla hujaingia kwenye mahusiano yoyote. Kitu namba 1. Usideti mwanamke ambaye ameachika. Simaanishi wanawake wote walioachika ni wabaya, lakini asilimia kubwa wanawake ambao wameshindwa ndoa zao ni wanawake ambao wameshindwa uvumilivu. Na wakati kwenye maisha ya wanaume kama kawaida, unahitaji mwanamke ambaye ata uwezo kukuvumilia, kwa sababu hakuna mwanaume ambaye hana madhaifu. Wanaume wote tuna madhaifu. Elewa hii kodi, kwa yani chakula ambacho mwanaume mwenzako ameshindwa, usizani wewe utakiweza kiurahisi. Sio rahisi fisi kuacha nyama. Elewa hiyo kodi. Lakini kodi namba 2. Usililie shida katika mahusiano. Mahusiano sio kituo cha watoto yatima. Yaani ni mwanaume umeingia kwenye mahusiano sio sehemu ya kulia shida. Usio unalia shida kama mtoto wa kike kwenye mahusiano. Usio unalia shida unajidhihirisha kwa mwanamke. Kila shida ukipata hadi buku 2 elfu ngapi, kiasi kwamba nguvu yako ya kujipambania inapungua sababu umeingia kwenye mahusiano. Wewe ni mwanaume unatakiwa ujue una majukumu ya kujipambania ndoto zako wewe pamoja na mwanamke ambaye umeamua kuwa naye kwenye mahusiano. Kila shida ukiwa unamwambia mwanamke, anatoa hela yake anakusaidia wewe. Maana yake wewe fala umeolewa, wewe hujaoa wala hujaingia kwenye mahusiano. Kama una hela kwenye mahusiano utaendeshwa tu. Utake usitake, au ni ukweli mchungu, asikudanganye mtu. Kama una hela kwenye mahusiano, kila shida unalilia mwanamke, utake usitake utaendeshwa. Kwa uelewe, mahusiano sio kituo cha watoto yatima. Usiende kwa lengo la kwenda kutimiziwa shida zako, uache kupambana kama mtoto wa kiume. Hiyo ni sifa ya kishoga na utakiwi kuwa nayo. Sifa ya 3. Usideti mwanamke ambaye hana kitega uchumi, hana kazi yoyote, hana chochote cha kumfanya asurvive mjini, hana chochote cha kumuingizia kipato. Huyu ni aina ya mwanamke ambaye unajua kabisa huyu ni useless. Unaweza huyu ni mwanamke ambaye atakuja kudepend kwenye maisha yako kwenye kila kitu. Huyu ni mwanamke ambaye hata akiwa na shida na buku 2, ana shida ya chakula cha buku, atashindwa, atakupigia simu. Sisitiza, usideti mwanamke ambaye hana kitega uchumi. Hizo pesa za kumhudumia mwanamke kila wakati unatakiwa ufungue account hata UTT au benki fixed. Huo unaweka hizo pesa, kesho zitakusaidia. Date mwanamke ambaye anajitambua, ambaye ana kitega uchumi. Si unaelewa? Zingatia hiyo kodi. Lakini kitu kingine ni kwamba usidate mwanamke ambaye mwili wake umechoka. Never. Hiyo ni kodi ya mwisho namba 4 nakwambia. Yaani physical appearance. Mungu ana maana mwanamke ambaye amelala sana wanaume mazi wake kulala. He tried to show you the red flags. Kwamba huyu yuko hivi, usiingie pabaya huku. Usiguse, wewe ni pabaya huku, usiguse. Mwanamke ambaye maziwa amelala, mwili umechoka, sio kama anawazalilisha. It is all about the truth. Ndio tuongee, tuambiane ukweli. Na wanawake wajue kadi ambavyo anawekeza nguvu kuwapa mamlaka wanaume ya kuchezea miili zao, ndio hivyo thamani yao inashuka. Usidate wala usioe mwanamke yoyote ambaye mwili wake umeshachoka, maziwa yameshachoka. Yaani mwili wake umeshaharibika, yaani maziwa yameshachoka.